kitabu cha Isaya sura 49 na ya 50. Ndiyo kanisa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni wapendwa mahali hapa. Naitwa Mwalimu Petro na wakaribisha katika kipindi chetu kizuri kabisa cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Watu wa Mungu, kipindi hichi ni moja ya vipindi vizuri sana ambavyo vinakupa nafasi na uhuru wa kuendelea kulisoma neno la Mungu kwa urahisi zaidi katika namna ya kulisikia. Ndio maana unapolisikia kana kulisoma, sikia katika hali ya kiroho ili upate kujengwa na kuimarishwa. Wapendwa, tufungue kwa sala, tuanze rasmi kipindi chetu. Kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Mungu, tunakushukuru, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo ambapo Baba unatupa nafasi kuweza kuungana kusoma neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu uwe pamoja na sisi, tuwezeshe kuweza kulielewa na kujengwa, na sote tuweze kutiwa uzima katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuseme amen. Wapendwa, pia unaweza ukatembelea kwenye channel yetu ya YouTube na Facebook kwa jina la Jerusalem Family TV Mwalimu Petro na Evodia Mazwile. Kwenye channel zetu hizo utakutana na vitabu vingi sana vya neno la Mungu na utaendelea kusoma na kuimarika. Tuungane leo na Word Project, tusome kitabu hiki cha Isaya sura 49 na ya 50. Mlango wa 49. Nisikilizeni, enyi visiwa, tegeni masikio yenu, enyi kabila za watu mlio mbali sana. Bwana ameniita tangu tumboni, toka tumbo la mama yangu amenitaja jina langu. Naye anifanya kinywa changu kuwa kama upanga mkali, katika kivuli cha mkono wake amenisitiri. Naye amenifanya kuwa mshale uliosuguliwa, katika podo lake amenificha. Akaniambia, wewe umtumishi wangu, Israeli, ambaye katika wewe nitatukuzwa. Lakini nikasema, nimejitaabisha bure, nimetumia nguvu zangu bure bila faida. Lakini hakika hukumu yangu ina Bwana, na thawabu yangu ina Mungu wangu. Na sasa Bwana asema hivi, yeye aliyeniumba tangu tumboni niwe mtumishi wake, ili nimletee Yakobo tena, na Israeli wakusanyike mbele zake tena. Maana mimi nimepata heshima mbele ya macho ya Bwana, na Mungu wangu amekuwa nguvu zangu. Naam, asema hivi, ni neno dogo sana wewe kuwa mtumishi wangu, ili kuziinua kabila za Yakobo, na kuwarejeza watu wa Israeli waliohifadhiwa. Zaidi ya hayo, nitakutoa uwe nuru ya mataifa, upate kuwa wokovu wangu hata miisho ya dunia. Bwana, mkombozi wa Israeli, mtakatifu wake, amwambia hivi yeye anayedharauliwa na wanadamu, yeye anayechukiwa na taifa hili, yeye aliye mtumishi wao watawalao. Wafalme wataona, watasimama, wakuu nao watasujudu, kwa sababu ya Bwana aliye mwaminifu, mtakatifu wa Israeli aliyekuchagua. Bwana asema hivi, wakati uliokubalika nimekujibu, na siku ya wokovu nimekusaidia. Nami nitakuhifadhi, nitakutoa uwe agano la watu hawa, ili kuiinua nchi hii na kuwarithisha urithi uliokuwa ukiwa. Kuwaambia waliofungwa, haya tokeni, na hao walio katika giza, jionyesheni. Watajilisha katika njia, na juu ya majabali watapata malisho. Hawataona njaa wala hawataona kiu, hari haitawapiga wala jua, kwa maana yeye aliyewarehemu atawatangulia, naam, karibu na chemchemi za maji atawaongoza. Nami nitafanya milima yangu yote kuwa njia, na njia kuu zangu zitatukuzwa zote. Tazama, hawa watakuja kutoka mbali, na tazama, hawa kutoka kaskazini na kutoka magharibi, na hawa kutoka nchi ya Sinimu. Imbeni, enyi mbingu, ufurahi, nchi, pazeni sauti ya kuimba, enyi milima, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, naye atawahurumia watu wake walioteswa. Bali Sayuni alisema, Yehova ameniacha, Bwana amenisahau. Je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyaye, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Tazama, nimekuchora katika vitanga vya mikono yangu, na kuta zako ziko mbele zangu daima. Watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Inua macho yako ukatazame pande zote, hao wote wanajikusanya na kukujia. Kama niishivyo, asema Bwana,
Hakika utajivika na hao wote kama kwa uzuri, nawe utajifungia hao kama bibi harusi. Maana katika habari za mahali pako palipokuwa ukiwa, pasipokaliwa na watu, na nchi yako iliyoharibika, hakika sasa utakuwa mwembamba, usiwatoshe wenyeji wako, nao waliokumeza watakuwa mbali. Watoto ulionyang'anywa watasema masikioni mwako, mahali hapa ni pembamba, hapa nitoshi. Nipe nafasi nipate kukaa. Ndipo utasema moyoni mwako, ni nani aliyenizalia watoto hawa? Na mimi nimefiwa na watoto wangu, nami ni peke yangu, nimehamishwa, ninatangatanga huko na huku. Tena ni nani aliyewalea hawa? Tazama, naliachwa peke yangu. Hawa je, walikuwa wapi? Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitawainulia mataifa mkono wangu, na kuwatwekea kabila za watu bendera yangu. Nao wataleta wana wako vifuani mwao, na binti zako watachukuliwa mabegani mwao. Na wafalme watakuwa baba zako za kulea, na malkia zao mama zako za kulea. Watainama mbele yako kifudifudi, na kuramba mavumbi ya miguu yako. Nawe utajua ya kuwa mimi ni Bwana. Tena waningojeao hawatatahayarika. Je, aliye hodari aweza kunyang'anywa mateka yake? Au jeshi lao waliofungwa halali wataokoka? Naam, Bwana asema hivi, hata jeshi la wafungwa wake aliye hodari watapokonywa mikononi mwake, na mateka yake aliye jabari wataokoka. Kwa maana nitateta na yeye atetaye nawe, nami nitawaletea wana wako wokovu. Na hao wanaokuonea nitawalisha nyama yao wenyewe, nao watalewa kwa kuinywa damu yao wenyewe, kama kwa mvinyo mpya. Na wote wenye mwili watajua ya kuwa mimi Bwana ni Mwokozi wako, na mkombozi wako ni mwenye enzi wa Yakobo. Mlango wa 50. Bwana asema hivi, iko wapi hati ya talaka ya mama yenu, ambayo kwa hiyo naliachana naye? Au nimewauza ninyi kwa nani katika watu wanaoniwia? Ninyi mliuzwa kwa sababu ya maovu yenu, tena mama yenu ameachwa kwa sababu ya makosa yenu. Basi nilipokuja, mbona hapakuwa na mtu? Nilipoita, mbona hapakuwa na mtu aliyenijibu? Je, mkono wangu ni mfupi hata nisiweze kukomboa? Au je, mimi sina nguvu za kuponya? Tazama, kwa kukemea kwangu naikausha bahari, mito ya maji naifanya kuwa jangwa. Samaki wao wanuka kwa sababu hapana maji, nao wafa kwa kiu. Mimi nazivika mbingu weusi, nami nafanya nguo ya magunia kuwa kifuniko chao. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Niliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu usipate fedheha na kutemewa mate. Maana Bwana Mungu atanisaidia, kwa sababu hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Yeye anipatie haki yangu yu karibu. Ni nani atakayeshindana nami? Na tusimame pamoja. Ni nani aliye hasimu yangu? Na nikaribie basi. Tazama, Bwana Mungu atanisaidia. Ni nani atakayenihukumu kuwa mkosa? Tazama, hao wote watachakaa kama vazi, nondo watawala. Ni nani miongoni mwenu amchaye Bwana, aitie sauti ya mtumishi wake? Yeye aendaye katika giza, wala hana nuru, naye alitumainia jina la Bwana na kumtegemea Mungu wake. Tazama, ninyi nyote mwashao moto, mjifungiao hiyo mienge, endeni ninyi katika mwali wa moto wenu, na katika mienge mliyoiwasha. Mtayapata haya kwa mkono wangu, mtalala kwa huzuni.